Sidhani kama hilo ni jambo jipya, kwa maana ya nani mwenye mandate kubwa ama nani mwenye nguvu kubwa. Sidhani kama ni jambo jipya kwa hapo lilipofika. Ni muendelezo tu wa BMT kuhakikisha ya kwamba hivi vilabu vyetu vinaendeshwa kutokana na kanuni na taratibu. Wanachama wana 51%, sio? Alafu wawekezaji wana 49%. Mwekezaji. Ambapo katika hiyo 49% wanatakiwa wawe watu watatu, wawe wawekezaji watatu, sio? Katiba inasema ni mmoja. Katiba inasema ni mmoja. Lakini kwa mapendekezo mapya angalau watatu. Lakini ukija huku kati ya 51 na 49 ipi kubwa? 51. Na kama kubwa ni 51, hiyo 51 inaongozwa na nani? Mwenyekiti kwa upande wa wanachama. Ambaye ni Mangungu. Simba kwa sasa. Kiuhalisia kabisa. Kutoka tunao mahesabu ambao haihitaji kutumia nguvu kubwa. 51 na 49 ipi kubwa? Ni 51. Kwa hiyo katika mfumo klabu ya Simba kwa sasa, Mangungu ni mkubwa kuliko mwekezaji. Sijui kama nimeelewa. Lakini katiba ya Simba haiko hivyo. Haiko hivyo kwa sababu kuna watu wanaibaka katiba kwa maslahi yao binafsi. Yaani, na ndio maana klabu ya Simba haisogei. Haimaanisha kwamba Yanga, Azam na nyingine zinasogea kwa ukubwa ama kuna mambo ambayo wanafanya. Pia nazo kuna sehemu zina dosari za hapa na pale. Lakini mchakato huu wa mabadiliko Yanga wameufanya wakitohoa msaada kutoka kwenye ligi ya Spain, La Liga, na wakaja mpaka wasaidizi wakawafundisha na wakawaelewesha, na kuna mambo transformation ambayo inafanyika kidogo kidogo. Hili ni jambo ambalo kwa Yanga litaenda muda mrefu mpaka likamilike. Lakini hizi tetesi ambazo zinazungumzwa juu ya mabadiliko umezisikia? Nimezisikia, na ndo naelekea kwamba mwisho wa siku sio kitu kipya, ni utaratibu ambao, yani ni namna ambavyo wanaosimamia mpira wanataka utaratibu ufuatwe. Kama wewe unasema 51% ni kubwa kuliko 49%, kwa namba hizo mbili, nani anatakiwa kuwa na nguvu? Ni mwanachama, sio? Na mimi bado nitawalaumu viongozi wa Simba kwa sababu huu ni mwaka usiopungua 6 kama sio 7, hawajasajili mwanachama mpya hata mmoja. Hiyo klabu mnaiendesha vipi? Kwa hiyo wao wenyewe walikuwa wanajidhoofisha, wanajiulia nguvu yao ambayo wanayo ya kukusanya wanachama wengi, walipe dada zao ili waweze kupata 1% za kuendesha klabu yao. Lakini kwa hivi sasa klabu hata wakisema hawana pesa, wanategemea pesa za mfadhili, wanampa mpini mfadhili, alafu makali wanashikilia wao. Kwa hiyo mdhamini akivuta watakatika tu. Lakini technically viongozi waliopewa dhamana ndio ambao niseme wameubaka uongozi mzima na kuondoa maana halisi ya 51%. Lakini hayo yalipitishwa kwenye mkutano mkuu, yani kwamba wanachama wenyewe wameridhia. Hao wanachama walioridhia sio wote, na wapo ambao hata hao viongozi ambao wapo sasa hivi sikulikuwa na mchakato, hawataki. Sikulikuwa na mchakato. Huo mchakato aliufanya nani? Wanachama kwenye kupitia mkutano. Walisimamiwa na nani? Kwa sababu mkutano mkuu ni wenye maamuzi. Walisimamiwa na nani? Wamesimamiwa na viongozi. Hao viongozi wamechaguliwa na nani? Na wanachama. Wanachama wapi? Wa klabu ya Simba. Bodi ya wadhamini imechaguliwa na nani? Bodi ya sasa ya wakurugenzi. Hata iliyopita ya wakurugenzi ilichaguliwa na nani? Imechaguliwa na nani? Na yule ambaye ameshinda tenda, ambaye ni rais wa heshima, sio? Ndio. Sasa misimu yote ndio imekuwa hivyo. Labda nikukumbushe kitu kimoja tu, alafu utanikumbusha jina la huyo kiongozi. Kuna kiongozi mmoja ambaye sasa hivi yuko ndani ya bodi ya wadhamini, ambaye misimu kadhaa iliyopita nyuma alikuwa anapambania haki na stahiki za wanachama na klabu kwa ujumla, na alikuwa hakubaliani na mambo mengi sana yanayoenda upande wa pili, sio? Lakini sasa hivi jalada lipi lilipotoka la wadhamini na yeye yumo ndani, swali la kujiuliza, yale mambo aliyokuwa analalamikia yamefanyiwa kazi? Je, wanachama waliokuwa wanawapigia makelele wapate zile haki zao za msingi za 51% wamezipata? Ndo nakuja hapa ninaposema kwamba wao wenyewe wamekubali
katiba yao ibakwe, mfumo wao uingiliwe, watengenezewe watu. Kwa hiyo anayeonekana kwamba ana kelele, anayo nguvu ya ushawishi, anaweza kauliza maswali magumu, anavutwa upande huu. Sasa kwa mujibu hapo kama sijaendelea, hawa wanaovutwa upande huu ni wengi ambao wangetakiwa kuwa upande huu wa wanachama 51%, kama 51% ingekuwa na nguvu ambayo inatakiwa kuwa nayo. Ndio maana unaona katika haya ambayo yanaendelea sasa hivi, uongozi unaosimamia hivi vilabu Tanzania umewapa maelekezo 51% pamoja na kiongozi wao ndio wanatakiwa wasimamie mchakato mzima wa kupata bodi ya wadhamini, na mikataba yote iingiwe chini ya bodi ya wadhamini, sio mtu mmoja asimamie issue ya mikataba. Sijui kama unanielewa. Sasa leo hii kuna watu wengi wanapiga makelele, wanaona kuna mambo hayaendi sawa. Wale wenye nguvu wanavutwa, wanadhoofishwa, wanapelekwa upande wa pili ambao ni mdhamini, ambaye yeye pia kwa uwezo aliokuwa nao ambao amepewa na hawa, sawa sawa, kunakuwa hakuna mtu wa upande huu wa kuuliza maswali ya msingi. Ndipo sasa serikali inainuka na kuanza kutoa maelekezo kwamba utaratibu unatakiwa kuwa hivi. Chukua maneno yangu haya ninayokuambia. Wanaosimamia mpira wakivuta kwa nguvu zote, mdhamini anaiacha hii klabu. Sasa kwa mtiririko huo, kwa swali la msingi takalokuja, je, madeni yake anayoidai klabu yatalipwa? Ndio maana serikali inakwambia katika hii 49% wanatakiwa wawe watatu angalau wasipungue watatu, lakini asiwe mmoja. Akiwa mmoja, swala la kususasusa, swala la kuvimbia klabu, swala la kuona kwamba mimi ndo mfalme, mimi ndo Malkia Sheba, mimi ndo kusema mimi ndo doni, mimi ndo tajiri, litawatesa hawa ambao wana 1% kubwa. Na ndo maana wanatakiwa wawe watatu kwa namna yoyote. Lakini sasa hawa watatu hawezi kuzungumza lugha moja na kuikimbia klabu. Sasa Machange, unazungumza kwamba kwa mujibu wa maelekezo, kwa mujibu wa taarifa ambazo zinazungumzwa ingawa sio rasmi, tetesi hizi kwamba mwenye mandate, mwenye mamlaka awe mwenyekiti wa klabu ambao kwa 51%, lakini kazi kubwa inafanya na mwekezaji. Yaani kwamba yule ambaye anatoa fedha zake asiwe na kauli iwe na yule ambaye hata chochote. Hauoni kana kwamba kuna shida hapo? Nguvu ikirudishwa kwa wanachama wakapewa thamani, wanachama wakajisajili, wanachama wakatengeneza pesa, bodi ya wadhamini ikatengenezwa kutokea kwa mwenyekiti akapata uwezo wa kutengeneza bodi ya wadhamini pamoja na kabineti yake. Hawa wadhamini wataiongezea nguvu ya 51%, na mikataba yote itasainiwa na wadhamini, kwa maana 51% itakuwa na nguvu. Hata hawa wakisema hatutaki, wataondoka, bado wadhamini watakuwa na bodi ya wadhamini pamoja na wanachama watakuwa na nguvu kubwa, ambao sasa hivi hiyo mandate na hiyo nguvu ni wao wamempa. Lakini wangetengeneza hii mifumo tokea mwanzo, akitokea mtu akitingishika, wanaondoka na kuja mwingine. Klabu ya Yanga na klabu ya Simba ni vilabu vikubwa katika ardhi ya Tanzania, na wapo matajiri wengi sana wanatamani kuweka pesa, wapate hata 10%, watoe hicho ambacho anakitoa huyu. Lakini yeye ana 49%. Chukua 49%, gawa mara 15, utapata 1% ngapi? Lakini ameshatumia gharama kubwa. Ametumia gharama kubwa, lakini klabu haijatumia gharama kubwa kupromote vitu vyake. Mbona hilo tulizungumzi? Unaweza kuwa rahisi. Ndio nakwambiaje, hebu tukae chini tufanye assessment ya kisomi. Mimi professionally masomo yangu nimeyachukulia katika bachelor ya biashara, sawa sawa, katika upande mzima wa masoko. Namna ambavyo klabu ya Simba ina brandi taasisi zote zinazomilikiwa na mdhamini, analipa pesa, anazolipa hatakiwi kudai hata shilingi moja kwa miaka yote ambayo amekaa na klabu ya Simba. Nje za pesa, kwa sababu kuna naomba nisikilize kwa makini. Iko hivi, kwanza hakuna mtu hata mmoja ambaye amekaa chini amefanya mahesabu ya uhakika ya kuona kutoka mwaka huu mpaka mwaka huu, kwa muda ambao tumekufanyia branding na wachezaji wetu mmoja mmoja, amevaa logo yako, amefanya hiti, amefanya kile, jezi yetu imetapakaa logo zako, kila tunapoenda tunakubrandi wewe, tunapenda kimataifa tunakubrandi wewe, ndani tunakubrandi wewe, tunapambana tunakubrandi wewe. The value ya Simba wanaotakiwa kuitoa kwa huyu mdhamini ikipigwa mahesabu vizuri,
unaweza kukuta Simba ndo anamdai mdhamini pesa. Lakini kwa sababu hakuna mtu ambaye ana hekima, ana akili ya kutosha, ana ujasiri, kwa sababu ni samaki ambaye amekaa kwenye dimbwi kubwa la maji, ana maneno mengi ya kuzungumza, lakini akiachama maji yanajaa mdomoni na atakufa. Kwa hiyo inabidi apambane, apumue tu, aendelee na maisha na kula vizuri, maisha mengine yaendelee. Ndio maana akitokea mtu yoyote ambaye anauliza maswali magumu, hata akiwa upande wa wanachama huku katika 51%, akaonekana anaipa nguvu, anavutwa upande wa pili. Nimekupa mfano, nimekwambia hivi, yupo mtu sasa hivi katika bodi ya wadhamini ambao imeteuliwa na kiongozi wa heshima, alikuwa upande huu, alikuwa anauliza maswali magumu na maswali ambayo hayana majibu mpaka sasa. Swali langu mimi ambalo nitamuuliza yeye pamoja na aliyemchagua, amemchagua ili kumdumbukiza kwenye kisima cha maji ili awe samaki ambaye akifungua mdomo anakufa kwa sababu ameshawekwa kwenye kisima cha maji, au amemchukua kwa sababu majibu yake yote yapo na yeye aliyetoka huku kwenda huku amefuata nini? Amefuata fedha, au amefika upande wa pili kwa ajili ya kuendelea kutetea yale aliyokuwa anayasema huku? Sasa hivi atakuwa anaulizwa yeye, atakuwa anajibu nini? Hicho ninachokuambia sasa. Kwa hiyo hauoni kana kwamba Mo ni mtu sahihi kwa Simba, kwa sababu amechukua timu ambao watu yaani kwamba amechukua Simba ikiwa zofu min hali enzi hizo na amekuwa nayo? Hauoni kana kwamba hii leo thamani yake inashuka kwa sababu ni mtu ambaye amekuwa naye kwa muda mrefu? Ni mwenda wazimu peke yake, narudia tena, ni mwenda wazimu peke yake atasema Mo hafai Simba. Ni mwenda wazimu peke yake kwa safari ambayo ametoka nayo kuisaidia timu. Lakini anapoisaidia timu yeye hasaidiki? Yaani ndio swali ambalo watu wengi hawataki kuliuliza. Ni kweli alikuwa na biashara, ni kweli amefanya mambo mengi. Hivi kuna mtu anayejua thamani ya kufanya branding na marketing katika dunia sasa hivi? Hatuwezi tukazungumza kwa sababu kuna tetesi kwamba kuna mpango wa chini wa kumwengua Mo, kuna figisu za chini. Hayawezi kuya, yani kwa hili na hili hauwezi ukaweka doti. Yani kwamba kuna tetesi hizo kwamba kuna mpango wa chini wa kumwengua bwana. Yoyote ambaye anafikiria kwamba Mo hafai Simba atakuwa ni mwenda wazimu kama nilivyosema mwanzoni. Lakini pia yoyote atakayeamini kwamba Simba inamhitaji sana Mo kuliko Mo anavyohitaji Simba pia atakuwa mwenda wazimu. Hizi ni entity mbili ambazo zinategemeana. Simba anamhitaji Mo na Mo anamhitaji Simba ili vyote viende kwa pamoja. Lakini nguvu hiyo ambayo amepewa ni kwa sababu yuko peke yake. Lakini leo hii angekuwa Mohamed Mo amekaa hapa, au sio? Alafu hapa amekaa labda let's say taasisi nyingine ambao labda ni Mwandike labda Enterprises, hapa kule amekaa Dunia Digital Enterprises, kule amekaa mtu mwingine. Walikuwa watatu mpaka wanne, let's say watatu. Alafu katika ile 49% labda Mo akachukua 20, hizi 29 wakagawana hao wengine wawili. Ina maana kila mmoja achukue 15, sio? Tuone namna ambavyo labda Mo achukue 21, awaachie hao 28, wagawane 14, sio? Ili wote waende kwa pamoja kuhakikisha kwamba Simba inaenda. Lakini sasa hivi tunamzungumzia mtu mmoja ambaye akiamka asubuhi mambo yake yakimuendea vibaya. What if ikatokea la kutokea Mo ika collapse? Nazungumzia kwa maana ya mfano. Ina maana Simba imefia pale, sio? Lakini kwa nini tuone kwamba wakiwa watatu au wakiwa wanne ni tatizo? Kwa hili kama ni taarifa za kweli ambazo zimetoka kwamba klabu inapaswa kumilikiwa na wawekezaji wasiopungua watatu, lakini mwenyekiti wa klabu ndio mtu wa mwisho mwenye maamuzi sahihi. Lakini pia mikataba pia ipewe isainiwe na bodi ya wadhamini. Unamuona Mo akiendelea kubaki kwa hili? Kwa namna ambavyo hali ilivyo, sioni. Kama uzi ukivutwa vizuri, sioni. Na kuondoka kwake pia kutafungua milango kwa wawekezaji wengine ambao watakuja watawekeza kwenye klabu ya Simba. Usisahau kusubscribe kwenye YouTube Mwandike Digital.